polepole akisikilizia harufu ya kila kitu. Atajua nyanya ina harufu gani, kitunguu kina harufu gani. Kama chakula kimechacha, atajua kimechacha kabla hajaanza kukila. Na ni rahisi sana, atakuwa anakukosoa chakula hiki sio kitamu, kitunguu kile kijaiva sasa hapa sijui umekani, huko anakula, huko anachambua makosa ya kila kitu. Huwa melankoli ni mtu ambaye hawezi kumwambia mtu hongera, umejitahidi. Hata mtoto wake akipata 90 atamwambia kwa nini ukupata 100? Akipata 100 atamwambia mtihani ulikuwa rahisi sana. Ni mtu ambaye hasifii. Kila wakati anaangalia kasoro. Tabia ya 4 ni phlegmatic. Phlegmatic ni wale watu ambao wanasema maisha ndivyo. Asante wako hapo kumbe. Maisha ndivyo alivyo. Yeye anaridhika na kila kitu. Hana pressure, hasumbuki, hangaiki. Yeye alivyo ndivyo alivyo. Yaani nyie ndugu wengine mnaweza mkamuonea huruma na maisha yake jinsi alivyo, alafu yeye anawaonea huruma, mbona mnamuonea huruma? Kwa sababu yeye anaridhika na kila kitu. Kwake maisha ndivyo yalivyo. Na bahati mbaya hii phlegmatic imekamatia sana Watanzania. Sio kwamba wana tabia hiyo wote, ila imekamatia. Sasa nataka nikwambie hizi tabia mtu unaweza kawa nazo 2 hata 3. Unakuwa na primary na inafuatia. Lakini kila mtu na ile primary ya msingi ambayo ni ya muhimu. Na hizi tabia zinaamua uchumi wako. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa mfano, tuanze na Sangwini. Sangwini ni mtu mwenye muhemko au aliyehamasika, ni mtu wa nje ambaye anafanya mambo, yani ana uwezo mzuri wa kufikiri. Anafikiria haraka sana na anafanya mambo kwa haraka sana. Kwenye hizi tabia, kwenye tabia zote huwa zinaongozwa na tunda la Roho Mtakatifu. Lakini shetani anapenda sana kutumia madhaifu ya hizi tabia kuweza kukudunisha, kufanya ushuke uwe victim wake. Na katika tunda la Roho Mtakatifu ambalo Sangwini hana ni kiasi. Ile tunda la kiasi Kiingereza wanasema ni self discipline au ni self control au kwa Kiswahili kama kujitawala. Hilo tunda halijaiva kabisa kwa sababu. Yaani hana, labda la chanua. Sasa kutokana na hana self discipline, hana kiasi, matokeo yake anahangaika. Na moja ya kitu kinachoharibu uchumi wa Sangwini, huwa anaanzisha vitu vingi kwa wakati mmoja. Na hii ndio adui mkubwa kwenye eneo la uchumi kwa mtu mwenye tabia ya Sangwini. Anaanzisha vitu vingi kutokana na uwezo wake wa kufikiri. Anaanzisha vitu vingi. Hapa anaweza akauza maji, akaja akauza mchicha, akaja akauza kunde, akaja akauza sijui nini, yani vitu vingi. Ule mtaji wake huwa anaugawanya mdogo mdogo. Na vile vitu kwa sababu hawezi kuvifuatilia huwa vinakufa. Na Sangwini akiamua kwenda kwenye biashara, kufanya biashara hii, akikutana na ugumu, badala ya kufikiri namna ya kutafuta suluhisho, huwa anafikiri nifanye biashara gani tena au nifanye kitu gani kingine. Akiingia kwenye ofisi kwenda kufanya kazi, akikutana na upingamizi, badala ya kufikiria nifanyeje nidumu hapa vizuri, huwa anafikiria niache hapa niende mahali pengine, niachane na hiki nikafanye kitu kingine. Kwa hiyo matokeo yake huwa anajikuta ameanzisha vitu vingi pasipo kuvikamilisha. Sangwini hakamilishi biashara yake. Na matokeo yake anaweza kaenda kwa waganga kwamba nimelogwa, kila nalofanya linakufa. Au
anaweza kwenda kuombewa kwamba kila analofanya linakufa, lakini si linakufa kwa sababu ya shetani, bali linakufa kwa sababu ya tabia yake. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Tuko pamoja? Sangwini mpo? Umeshaanza kujionaona? Sasa, moja ya kitu kwenye uchumi ambacho sangwini unatakiwa upambane nacho kikubwa ni kuwa na self discipline, kuweza kujitawala. Nimesema sangwini anaongea sana. Mithali 10:19 anasema, katika wingi wa maneno hapakosi kuwa na maovu, bali yeye azuiaye midomo yake hufanya akili. Sangwini akitaka kuanzisha kazi, biashara au jambo lolote, huwa anawaambia hata watu 20 ule mpango wake, na matokeo yake anajikuta amemwambia Herode kuhusu Yesu mtoto. Kwa jina lako kumwambia Herode kuhusu Yesu mtoto atamuua. Tumsifu Yesu Kristo. Biblia inasema Mithali 25:28, kama vile mji ambao kuta zake zimebomoka, ndivyo alivyo mtu ambaye hawezi kujitawala mwenyewe. Mtu ambaye hana self discipline, a man without self control. Biblia Kiingereza sema it's like a city which have a broken wall. Kama huna kujitawala, na sangwini hana kujitawala. Sangwini ndio hapa. Vitu vingi vilivyoanzisha vikafa havikufa kwa sababu shetani alivipiga. Havikufa kwa sababu uliacha kuomba. Vilikufa kwa sababu ulishindwa kuwa na self control, ukasimamia ile jambo lilianzisha. Sangwini wengi ni wazuri kuanza novena na kuanza maombi, lakini kumalizia, wana listi ya novena ambazo wamezianza bila kumalizia. Amina. Uko hapa, simamia jambo moja, andika jambo moja kwamba nataka mwaka huu nifanye hivi. Sangwini aliyoko hapa tarehe 1 mwezi wa kwanza alipanga biashara. Sasa hivi katika ile kazi aliyopanga kuifanya ameshaiacha, na ameshaanza nyingine na kuiacha, na kuanzisha nyingine na kuiacha. Unapoondoka hapa, kusudia jambo moja. Sangwini wana ushawishi mzuri sana kwenye mauzo na masoko. Ni salesman au saleswoman wazuri sana. Wana convincing power. Wao wanasema sangwini akikukopa, utaenda umenuna kwenda kumdai, utarudi unacheka na hela hauna. Kwa sababu ile convincing power, ule ushawishi wao, wana huo uwezo. Akikaa kwenye mauzo ni mzuri sana, ni wazuri wa kuanzisha, wanafikiria haraka sana kwenye kuanzisha, ni wabovu kwenye kumalizia. Ni wazuri mno kwenye kutafuna pesa. Wao wanasema watu wakiwa wameoana sangwini na koleriki, sangwini koleriki atatafuta fedha, sangwini atamfundisha kuzitumia, kwa sababu ni watu wanaopenda starehe. Wana tabia ya kukurupuka haswa kwenye fedha. Anaweza akapanga bajeti
bajeti yake tarehe 20, akajua nitakipata tarehe 25, 26, 20 ngapi nitanunua hiki na hiki na hiki na hiki na hiki. Siku amepokea ile mshahara atakumbuka vile alivyopanga baada ya mshahara kuisha, kwa sababu ya kukurupuka. Anaweza akasema nikipata fedha hii nitaanzisha project hii. Siku amepata ile fedha anaanzisha project hii, atakumbuka kwamba hii project sikuipanga, nilipanga hii baada ya hela kuisha. Sasa si pepo, yeye mwenyewe. Tumsifu Yesu Kristo. Tuko pamoja? Ana mipango mipya na miradi mipya. Laiti angeweza kuwa na self discipline ya kuwekeza akili yake na ubora wake wa kufikiri kwenye kitu kimoja, angekuwa mbali sana. Baadhi ya matatizo yake ni kushindwa kuweka akiba na dharura, kwa sababu wanaamini kwamba kesho ni nzuri sana. Yaani kesho itakuwa nzuri sana. Kwa hiyo swala la akiba, anaweza kaweka akiba Jumatatu, Jumatano akaitumia yote, yaani haina shida. Dhaifu mwingine ni kutawanya nguvu ndogo au mtaji mdogo alionao. Matokeo yake kukosa vyote. Choleric ni board leader, ni mtu ambaye amezaliwa kama kiongozi, ni kiongozi. Japokuwa sanguini naye huoga wakati mwingine anateuliwa, anawekwa kuwa kiongozi, ni kwa sababu